Diamond Platnumz juzi kati alishare picha mbalimbali kupitia ukurasa wake wa Instagram, picha ambazo zilimuonesha kwenye macho yake, macho yalikuwa tofauti kabisa, ni macho ya paka. Of course hizi ni picha kutoka kwenye, niseme ni promotion video au tuseme nini? Ni si lyrics sijui. Kwa sababu haijatoka video rasmi, lakini ni viclip tu ni promotion video. Ni video tu ambazo zinatumika kupromote ngoma. Inawezekana pia kutoka kwenye official video, inawezekana pia ya ngoma yake na BN, right? Katam. Yes, Katam. Na alichokiweka Diamond kwenye macho yake ndicho ambacho kimesababisha mimi na Sarafina leo tuje kuzungumzia hapa. Na nimeona discussion kubwa sana kwenye social media, watu wakihoji inawezekanaje mwanaume kuweka lenzi kwenye macho yake. Na Yesu mwanaume wa kwanza au msanii wa kwanza kuweka. Bongo leka nani? Kwa Bongo nimewahi muona, ila nimemsahau ni nani. Bongo kaka lenzi. Mwanaume. Anaweza kawa sio maarufu. Nimewahi muona. Serious. Okay. Ila nimesahau ni nani. Ila kwa watu maarufu ambao ni known sana, Diamond akasema amekuwa mtu wa kwanza. So watu wameponda, wanasema kwamba Diamond kwa why unaweka lens na nini. Na of course unajua kitu kisha kwa mtu wa kwanza kukifanya, alafu kikizoeleka kinafanyika na upande wa pili, basi unaonekana kama vile wewe ni mieushu. Sasa tumejaribu kumtafuta moja kati ya makeup artist, mtu wa urembo huyu anayefahamika kwa jina la Jamila. Yeye anaweza kutuelezea kwa undani kidogo kuhusiana na issue zima. Je, mwanaume ni sahihi kuweka makeup? Kuweka lenzi kwenye macho? Okay, mimi naitwa Jamila Hassan. Jamila Hassan Wahidin, ni mmiliki wa makeup studio ambayo ni Emerald Glows Makeup Studio. Hivi lenzi anapaswa kuvaa mwanamke peke yake au wanaume pia wanaweza kuvaa lenzi? Kwa sababu nakuuliza hivyo kwa sababu moja, kuna picha fulani ambazo Diamond alishare juzi, alipost nyingi sana kupitia ukurasa wake wa Instagram. Nimeona comment za watu wengi sana wanasema kwamba inakuaje mwanaume anavaa lenzi na nini. Ni kwa mara ya kwanza mimi binafsi kuona mtu anavaa lenzi hapa Tanzania. Yeye amekuwa wa kwanza amevaa lenzi. Watu wakasema kwamba ni urembo, wengine nini. Nataka nifahamu, is it okay kwa mwanaume kuvaa lenzi? Mimi naona ni sawa. Umeona? Kwa sababu kama hapa sisi tunaongelea lenzi za urembo, ndio? Yeah, sure. Mimi naona mwanaume anaweza kuvaa lenzi kwa sababu zifuatazo. Sawa? Ile cosmetic au fashion lenses, sawa? Yani mtu kama anataka kubadilisha muonekano wa macho yake kwa ajili labda ya show, photoshoot, video, au hata kama ni matumizi tu ya kila siku. Ni sawa. Ni sawa kabisa. Na kama hapa tunaongelea Diamond, right? Yeye ni msanii na ni msanii mkubwa. Kwa hiyo kama nilivyoelezea hapo awali, inawezekana mtu anataka kubadilisha muonekano au kwa ajili ya photoshoot au kwa ajili ya show, kwa sababu wote tunajua kwamba Diamond havai lens kila siku. Na ndio maana mtaka tu kubadilisha ule muonekano, okay? Na tunajua yeye kazi yake, unaona? Au hiyo tuite nini sana, kazi au sanaa, niseme hivyo. Kwa hiyo wanaume ambao wanafanya kazi kama wasanii, waigizaji na mitindo au content creators, mara nyingi huvaa lens ili kufikia muonekano fulani. Ni kweli kabisa. Hii ni kwa watu ambao wako kwenye beauty industry kama mimi, watajua hiki kitu sio kigeni, labda kwetu sisi ndio imekuwa kigeni. Sawa? Lakini wewe mwenyewe yani unaweza pia ukaniambia kuna baadhi ya movies ambao kuna character ana macho kama ya tiger hivi, ndivyo? Yeah, sure. Mara nyingi zile zinakuwa tu ni lenzi. Okay. Sawa. Kwa hiyo ni kitu ambacho kipo katika sanaa na ni cha kawaida. Okay. Sema tu kwa sababu kwetu labda ndo kimekuwa introduced. Lakini Diamond sio mwanaume wa kwanza kuvaa lens. Na yeye ukiangalia, ukizingatia kazi anayofanya, ndo kama nilivyoelezea hapa hapo awali kwamba inaweza kuwa anataka kubadilisha muonekano kwa sababu ya photoshoot, na yeye ni msanii. Kwa hiyo ni kawaida kusema ukweli. Swali langu la mwisho kwako dada, najua wewe ni moja kati ya makeup artist wakubwa sana Tanzania na mnafanya kazi na wasanii wakubwa sana, right? Kama Zuchu mnafanya kazi nyingi. Kwa upande wako kwenye issue nzima ya makeup,
ni sahihi msanii au mtu kupaka makeup muda wote, yani muda mwingi kuwa amepaka makeup? Kwa sababu kuna watu tunaona ni kila siku kutanaye ni makeup. Athari zake huwa zinakuaga vipi huko baadaye? Kwa sababu wapo ambao wanasema kwamba makeup sometimes inaweza kukufanya ngozi yako, sura yako ikazeeka mapema, ngozi yako ikajikunja, mwili unakuwa haurelax kutwa na makeup. Ni mazingira gani? Je, ni sahihi kupaka makeup muda wote? Yani ni sahihi kupaka makeup. Ni sahihi kupaka makeup muda wote. Yeah, okay. Yes, ni sahihi. Kwa nini? Kwanza sanaa ni taswira. Wasanii yani ni watu wa majukwaa, kamera na hadhira. Hapo muonekano wao mara nyingi yani unawasilisha ule ujumbe, hisia au brand yao. Kwa hiyo makeup ni kama njia moja ya kujiwasilisha vizuri. Kuongeza mvuto au kuendana na maudhui ya kazi zao. Mfano, msanii wa muziki anaweza kawa na signature look. Si ndivyo? Yes. Kwa mfano Zuchu, kama unamtazama vizuri, unafuatilia vizuri, utagundua kwamba makeup yake ina tofauti na ile day to day makeup, yani ile makeup yake ya kila siku ambayo tu labda anatokea kwenye kamera anafanya ka challenge fulani au vipi, ni tofauti na akiwa anatokea labda kwenye red carpet. Ndivyo? Alafu kuna kitu kingine kinaitwa skin care au face prep kabla ya kufanya makeup. Sawa, hivyo ndio vitu ambavyo vinalinda ngozi yako, sawa, dhidi ya hayo madhara ambayo watu wanazungumzia makeup. Ukifanya face prep vizuri, hasa kama unapata makeup kila siku, hizo effect utaziona. Sawa? Ndio. Yeah, na kwa kama niliposema hapo mwanzo kwamba na madhara ya kupaka makeup mara kwa mara yanaweza side effect, kila kitu kina side effect, huwa ni nini? Mimi wanaona tu ni uchovu, yani kuchoka. Umeelewa? Uso unachoka. Lakini bado tena narudi tena pale. Umeona? Aina ya makeup. Mimi tunapaka makeup kisasa, sio kama zamani. Umeelewa? Sasa hivi watu ndio kama nilivyoelezea hapo mwanzo kwamba kuna kitu kinaitwa face prep. Sawa, kuna vitu ambavyo vinapakwa kabla ile makeup. Sote na zamani watu walikuwa tu wakishajifuta tu, sasa hivi wanabandika hapo foundation. Unaelewa? Na hizi watu wafanye hivyo, hizo watu wana prep ngozi zao. Ndio maana kuna watu wengine hata wapake makeup kila siku. Labda watapata breakout kutokana na vitu vingine sasa. Labda kama uchafu tu wa brush au yani hivyo kutozingatia tu usafi. Lakini makeup kama makeup wewe kukuletea shida. Hata ukiwa unapaka kila siku, ukizingatia tu face prep na vile vitu ambavyo inabidi upake, yani zile skin care, nadhani wanawake watakuwa wanaelewa kusema hivi. Ile skin care yako ile ya kila siku ukiwa unaifuatilia, makeup haiwezi kusababisha matatizo yoyote.